Karibu Tabora, karibu Toronto. Jumapili Pentekoste 8/3/7 Julai 19, 2026. Zaidi ya Wakristo 600 kanisa kuu Mtakatifu Stefano Dayosisi ya Tabora kwa unyenyekevu mkubwa wanashiriki ibada maalum ya kusimikwa kwa makanoni wawili wa kanisa hili, Mchungaji Festo Mwengo na Mika Sinyandwi, ibada inayoongozwa na Baba Askofu Daktari Elias Chakupewa na kuwekwa kiapo mbele ya wakili msomi Amos Gaise. Ni wajibu wa kanoni kumshauri askofu katika mambo ya imani na maadili ya kanisa, kutunza na kusimamia kanuni za kanisa na kuhakikisha kuwa kanisa linaendelea kukua katika misingi ya kanuni za kimitume. Na kwa kuwa wajibu huu ni mkubwa namna hiyo, inampasa kanoni au mtu mwenye imani thabiti ndani ya Kristo, au mtu mwenye ujuzi wa neno la Mungu, mtu mwenye kushuhudiwa vyema katika jamii anayoishi, na asiwe mtu aliyezoelewa. Tena inampasa kanoni awe mcha Mungu na mtu mwenye maadili mema katika jamii na awe mwanglikana kweli. Na kisha ukafika wasaa wa kuamriwa kwa Shedraki John Ntengasi kuwa shemasi kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora. Katika ibada hii jumla ya mashemasi 4, Nashon Henga, Samson Busa, Joseph Dosa na Nikasi Mbonimpai wanaamriwa kuwa makasisi kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora. Ndio, tena nimekusudia kutenda hivyo kwa neema ya Mungu. Pokea ila ya Bwana, kwa maana ila yake laini na mzigo wake mwepesi. Amen. Pokea mamlaka ya kuhudumu sakramenti ya chakula cha Bwana kwa jina la Bwana. Amen. Hakika kazi hii wanayotumwa kuifanya mbele ya kusanyiko hili si ndogo, bali inawapasa kutumika katika roho na kweli katika kuwafikia walio wengi kupitia neno la Mungu lenye uzima ndani yake. Katika mahubiri yake, Askofu Chakupewa anawakumbusha watumishi hawa kuwa kutokujali unyonge na vikwazo watakavyokutana navyo katika utumishi, badala yake waamini kuwa Mungu anataka ajitukuze yeye mwenyewe kupitia utumishi wao. Ukiitwa kuwa mwalimu, uwe mwalimu. Ukiitwa kuwa mchungaji, uwe mchungaji. Ukiitwa kuwa mwinjilisti, uwe mwinjilisti. Lakini usitaki kuwa vyote. Ni kazi ya kanisa kuona upeleke wapi. Hii kazi ni ya leo sana. Hata wakati Yesu anawaita watu, aliita wavuvi wa samaki. Na hao ndio walifanya kanisa hili hapa lilipofika leo. Amen. Kwa sababu Mungu anawaita watu wanyonge ili ajitukuze mwenyewe. Jina la Bwana litukuzwe. Anaita watu wanyonge ili ajitukuze yeye mwenyewe. Mwaka 2007 nilihudhuria mkutano mkubwa sana wa kimataifa wa wamishonari, na nikauliza swali, ulifanyika Pittsburgh kule Marekani. Kwa nini kanisa la Afrika limekuwa haraka lakini makanisa ya Asia hayakuwa haraka? Jibu lilopewa ni hili: wakati wa mishonari wanatumwa, walifikiri kwamba Afrika ni sehemu ambayo ni gizani tu, watu duni tu, hawana elimu yoyote, hawana maarifa yoyote. Kwa hiyo wakatuma watu wasiosoma waje Afrika. Wale wasomi wote wakapelekwa Asia. Alichokifanya Mungu, alileta mapinduzi ya ajabu sana. Kanisa likakuwa Afrika, kanisa halikuwa katika nchi za Asia. Mungu anataka ajitukuze yeye mwenyewe. Kwa upande mwingine, Askofu Chakupewa anawatahadharisha watumishi hawa pamoja na Wakristo kwa ujumla kuwa watulivu na kuendelea kuombea amani, hasa kipindi hiki cha chaguzi za maaskofu katika dayosisi mbalimbali za kanisa Anglikana Tanzania. Na bahati mbaya kwa sababu ya chaguzi hizi zinaacha mageuzi makubwa na chuki na hasira na fitina, kana kwamba huyo leo mlaumu na kumtukana na kumwona ndiye aliyekuita kuwa askofu. Hapo ndio askofu. Askofu anaitwa na Mungu mwenyewe. Kuna mchungaji mmoja msomi kweli, alikuwa na degree nyingi tu, amejaribu nafasi ya askofu mara 5. Alikosa dayosisi ya Dar es Salaam, alikosa mara 3 dayosisi ya Kagera, alikosa mara 1 dayosisi ya Wewe. Hakupata. Na mimi nazungumza na nini? Kwa sababu najua huko kwenye cha askofu
mliokuwa wachungaji, mjue mmeitwa kuwa wachungaji. Kama Mungu atakuwa kuwaita kwa nafasi zingine, mseme asante Yesu kwa kuniita kwa nafasi nyingine. Hapo Mungu kuweka ndipo amekusudia kuweka, akitaka hapo ndio hali nyingine. Karibu Tabora, karibu Toronto.